Mbunge wa Kigoma mjini Revocatus Chipando aka official Baba Levo B Levo Bar amechapisha posti katika mtandao wake wa Instagram akiweza kuelezea juu ya namna ambavyo amekuwa akiishi na msanii mwenzie, ama kwa mujibu wake amekuwa akimuita baba Diamond Platnumz. Kwa upande wake ameweza kuandika hivi: siwezi kukulaumu kwa lolote mzee wangu, wamekuweka kwenye sababu za kuzuia ndoto za watu wa Kigoma, wanatamani kuizima furaha walionayo watu wa Kigoma mjini. Ulifanya kazi yako ipasavyo kuhakikisha tunapata ushindi wa kishindo jimbo la Kigoma mjini, na Mungu alibariki juhudi zetu, tupo tayari kuanza upya. Hayo ni maneno ya mbunge wa Kigoma mjini official Baba Levo ama Revocatus Chipando akiweza kuelezea namna ambavyo Diamond Platnumz aliweza kumpa msaada wakati wa kampeni alivyokuwa akigombea ubunge katika jimbo hilo la Kigoma mjini, na akaweza kufanikiwa kuweza kupata nafasi hiyo. Jambo ambalo lilopo sasa hivi ni kwamba wananchi wamekuwa na msimamo wao wa kuto kwa supporti wasanii, kama ambavyo tumekuwa tukiona mitaani kwamba ngoma zikitolewa, lakini pia wamekuwa hawataki shows licha ya kuonesha jitihada mbalimbali kwa wasanii tofauti kama vile Nandy kuweza kwenda show, lakini pia Harmonize tumeona matangazo mbalimbali, lakini pia mwitikio wa watu ama hadhira upo chini sana, kutokana na kwamba namna ambavyo walikuwa wakifanya kampeni za Chama cha Mapinduzi. Licha hivyo, tunakumbuka kuwa siku ya jana waziri mkuu Mheshimiwa Mwigulu Nchemba aliweza kuelezea katika moja kati ya ziara yake aliyokuwa akifanya, aliweza kuelezea kwamba msanii anapopiga show ama kwenda kuperform katika kampeni za chama fulani, basi ni anakwenda kujitafutia riziki yake, ni moja kati ya sehemu ambayo anaenda kujitafutia chakula, si ndio bwana? Lakini pia alielezea kwa undani zaidi juu ya namna ambavyo wasanii wengi walikuwa wakifanya performance katika kampeni za Chama cha Mapinduzi. Sio kwamba walizuiliwa kwenda kufanyia vyama pinzani ama vyama vingine vyovyote, bali wao walikuwa wanafuata maslahi, lakini pia walikuwa katika sehemu ya kazi, si ndio bana? So Baba Levo ameweza kuelezea namna ambavyo anamshukuru Diamond Platnumz, lakini pia anasema tupo tayari kuanza upya, kwamba wataenda kuanza upya kabisa, kwamba kama ni kuomba radhi, sijajua anamaanisha nini kwa upande wa hapa, lakini pia anasema wanatamani kuizima furaha walionao watu wa Kigoma. Anaamini kwamba watu wa Kigoma wana furaha zaidi juu ya kile ambacho Diamond Platnumz aliweza kukifanya kwa Baba Levo kumsupport katika kampeni, lakini pia kuweza kufanikiwa. Nini litajiri hivi sasa? Tunafahamu kuwa Diamond Platnumz leo hii atakuwa na show kule Lagos nchini Nigeria, na tumeona amepokelewa na Juma Jux, na hivyo mambo yatakwenda kuendelea kama ambavyo yatafanyika. Lakini kibongo bongo show kwa hivi sasa hajatangaza na hatuoni kama zitatokea pengine huko mbele, ila kwa leo hii Diamond Platnumz atakuwa na show kule Lagos nchini Nigeria. Lakini pia kuna maoni ya watu juu ya chapisho hilo la Baba Levo. Hapa anasema familia kubwa bora wewe, anasema familia kubwa bora wewe, unakumbuka ulikotoka kuliko yule Makonde mwenzangu. Huyo mwingine anasema umetoka Bongo au sio? Huyo anasema kumekucha nauza bahati. Okay, huyo anasema sisi kama wana Kigoma tunataka aje, siwapendi kenge nyie. Huyo anasema ingia Insta story. Huyo anasema Baba Levo naomba 50k kanunue nguo za sikukuu. Nauza. Okay, kwa maandiko yako napata mashaka sana na uongozi wako kaka, huenda ukawa wa historia na ukawa wa kipekee. Tunaanzia naona mwelekeo mabaya wa matokeo, japo siombei itokee. Okay, huyu ameweza kuandika hivyo, anaitwa Ala Natosha. Okay, Ala Natosha, familia kubwa bora unakumbuka nyumbani. Okay, hayo ni maoni ya Baba Levo juu ya kile ambacho kinaendelea hivi sasa kwa upande wa wasanii, lakini pia waigizaji na wasanii wengine wengi. Mimi naitwa Aisan, hii ni VOT Media. Nini maoni yako? Je, unadhani wasanii watapokelewa vipi hasa kipindi hichi cha sikukuu? Shows zitakuwepo au kama watu walivyoahidi wataingia na mapanga?